Bwana limekuja kwetu sisi, na tulipokea kwa furaha kwa imani hilo neno lenye kutuletea wokovu. Karibu mpendwa msikilizaji na mfuatiliaji wa St. Gaspar Media katika kipindi cha tafakari ya Injili ya siku. Leo Jumanne, juma la 8, kipindi cha kawaida cha mwaka A wa kanisa. Masomo ya leo, somo la kwanza linatoka katika waraka wa Mtume Petro kwa watu wote, sura ya 1 aya ya 10 hadi ya 16, na Injili kama ilivyoandikwa na mwenjeli Marko, sura ya 10 aya ya 28 hadi ya 31. Karibu tusikilize Injili. Somo la Injili takatifu ilivyoandikwa na Marko. Petro alimwambia Yesu, "Tazama, sisi tumeacha vyote tukakufuata wewe." Yesu akasema, "Amin, nawaambieni, hakuna mtu aliacha nyumba au ndugu waume au ndugu wake au mama au baba au watoto au mashamba kwa ajili yangu na kwa ajili ya Injili, ila atapewa mara 100 sasa wakati huu, nyumba na ndugu waume na ndugu wake na mama na watoto na mashamba pamoja na udhia, na katika ulimwengu ujao uzima wa milele. Lakini wengi walio wa kwanza watakuwa wa mwisho, na wa mwisho watakuwa wa kwanza." Neno la Bwana. Sifa kwako, Kristo. Wapendwa katika Kristo, wazo linalotawala katika masomo ya leo na hasa somo la Injili ni kujitoa kikamilifu kwa ajili ya Mwenyezi Mungu. Wapendwa katika Kristo, utakatifu ni wito wa kila mmoja wetu kama wa Kristo. Wito wa utakatifu unakamilika pale tunapoyatoa maisha yetu kama sadaka kwa ajili ya Mungu. Wazo hili linatawala sana katika somo la Injili kwa siku ya leo. Petro anapata ujasiri wa kusema kwamba, "Tazama, sisi tumeacha vyote tukakufuata wewe." Msingi wa jibu la Petro unatoka katika aya zinazotangulia, hasa Yesu anapofundisha kuhusu ugumu wa tajiri kuingia katika ufalme wa Mungu. Fundisho hili la Yesu halimaanishi kwamba tuwaache wazazi wetu au ndugu zetu au tusiwe na mali. Yesu anataka hasa majitoleo kamili ambayo yanadai sadaka kubwa. Ni kweli kwa namna fulani wafuasi wa Yesu waliacha vitu mbalimbali au mtindo wa maisha waliouzoea. Waliacha kazi zao, kila mmoja kwa nafasi yake. Tena wengine walikuwa watumishi wa serikali ya Kirumi kama vile mwinjili Mathayo. Na si ajabu pia hawakueleweka na ndugu zao, kwa sababu walimfuata Yesu ambaye hakuonekana kama mwalimu maarufu sana. Badala yake waliweka matumaini kwake na walimwamini yule waliyomfuata na mafundisho yake. Hawakuwa na wasiwasi kuhusu mahitaji yao ya kimwili, japokuwa hawakupata nafasi ya kufanya kazi zao za kuwaingizia kipato cha kila siku. Na wala hawakuwa na wasiwasi kuhusu ndugu, kwa sababu tayari walikuwa wameanzisha jumuiya mpya yenye watu tofauti, ingawa pamoja na jumuiya hiyo bado haikuondoa uhalisia wa maisha yao na asili yao. Leo tujiulize, sisi tumeacha nini kumfuata Yesu? Inawezekana tusiwe na majibu ya swali hili kwa haraka, kwa sababu tunaweza kuona pengine swali hili halituhusu au ni kwa ajili ya watu wachache walioitwa kuwa mapadre au watawa. Lakini ukweli ni kwamba swali hili ni kwa ajili ya kila mmoja. Katika ubatizo wetu tayari tuliweka wakfu kwa ajili ya kazi ya kuhubiri Injili. Tulibatizwa mara moja, lakini tunapaswa kuishi ubatizo wetu kwa maisha yetu yote. Ubatizo unatudai kuwa waaminifu kwa yale tuliyoahidi, yaani kumkataa shetani na dhambi kwa ujumla. Hakuna mtu anayefurahia kuacha kitu chochote kinachomfurahisha. Na katika maisha yetu kuna vitu vingi ni vizuri vinavyotufurahisha. Ulimwengu una mambo mengi mazuri, lakini katika hayo mazuri hatuwezi kuyamaliza yote.
ni lazima kuchagua machache mazuri yanayotufaa. Kwa kawaida, maisha ya dhambi, hasa yanapozoeleka, huonekana kuwa ni kitu kizuri ambacho ni ngumu kuacha, na wakati mwingine tunaweza hata kuhalalisha tukaona haiwezekani kabisa kuacha. Leo maandiko matakatifu yanatukumbusha kuona ni namna gani tunajitoa kikamilifu katika kumfuata Kristo. Katika maisha yetu ya kila siku, huenda tuna mambo mengi ambayo yanakuwa kikwazo kwetu katika kujitoa kikamilifu kwa ajili ya Mungu na wenzetu. Na Yesu ndiyo anataka tuyaache hayo. Sisi tulio katika ndoa tumeacha nini katika kumfuata Kristo? Katika maagano yetu tuliyoweka, tuliahidi kutunza uaminifu kati yetu na kujitoa kila mmoja kwa ajili ya mwingine. Je, maswali yale katika siku ya maagano pale kanisani bado yanazunguka vichwani mwetu? Na je, majibu yake kwa sasa ni ndio au hapana? Leo maandiko matakatifu yanatukumbusha kuona kwamba tuliacha machaguo mengi yaliyokuwa mazuri mbele yetu na tukaamua kuchagua mmoja tu ambaye alionekana kuwa bora, halafu tukaanzisha jumuiya ya kutupeleka katika utakatifu. Tunapoanza kuanzisha jumuiya nyingine tofauti na ile tuliyoanzisha kanisani, tunaanza kutoka nje ya mstari wa utakatifu. Sisi tulio viongozi tunaalikwa kuacha ubinafsi na kutanguliza maslahi ya wengine na sio maslahi yetu binafsi. Tunaalikwa kuacha rushwa na ufisadi na kutenda haki kadiri inavyopaswa. Tusipokuwa tayari kuyatenda haya, ibada zetu na majitoleo yetu ni bure, hata tukikesha makanisani. Sisi wafanyakazi, walimu, madaktari na wengine tunaalikwa kuacha uvivu katika kuwatumikia watu. Ni kwa kufanya kazi kwa bidii ndipo tunatimiza wajibu wetu wa kinabii tulioupokea pale tulipobatizwa, yaani maisha ya ushuhuda katika kazi zetu. Tusipojitoa kikamilifu, tunawaumiza watu wengine na madhara yake ni makubwa. Na hivi tutakaposimama siku ya hukumu, tutadaiwa hayo, kwa sababu mahali fulani Yesu alisema, aliyepewa vingi atadaiwa vingi, kama ambavyo tunasoma katika Injili ya Luka sura ya 12 aya 48. Katika nafasi yoyote tunayopewa na kanisa au jamii, ni kwa ajili ya kujipatia utakatifu sisi wenyewe. Na hivi tusipokuwa makini na tusipozifanya kazi hizo kwa moyo, tutakuwa kama tunapoteza muda. Tuache uvivu na tufanye kazi kwa bidii, huku tukihudumia watu kwa upendo. Wapendwa katika Kristo, tunapotafakari wazo hili la kujitoa kikamilifu kwa ajili ya Mungu, ni vema kutafakari pia ni kwa namna gani tunatumia muda wetu kwa ajili ya Mungu. Siku hizi matumizi ya mitandao ya kijamii yamekuwa kwa kasi kubwa, na hivi hata sisi wa Kristo pengine tumejikuta huko. Tunashinda mitandaoni muda mwingi, lakini tunatumia muda mchache katika kusali na kutafakari neno la Mungu. Na wakati mwingine hatusali kabisa au hatutafakari neno la Mungu kabisa. Ni ajabu kweli. Mambo ya Mungu tumeyafanya kuwa zihada, na ndiyo sababu hata hatuoni shida kutumia simu zetu tukiwa katika adhimisho la misa, mahali ambapo Yesu mwenyewe anakuja kuongea nasi, lakini sisi tunakuwa bize na mambo yetu. Hatuoni shida pia kuchelewa kanisani, na tunageuza utamaduni wa kwenda kanisani kuwa kama sehemu ya utamaduni wa kila siku na kuwa kama ni utaratibu, huku tukihisi watu wengine watatuonaje. Tunakuwa wazito katika kujitolea kwa shughuli za maendeleo ya kanisa, tukitanguliza visingizio vingi na kusahau kwamba ni wajibu wetu pia kufanya hivyo. Leo kila mmoja wetu tutafakari na kuona ni kitu gani tumeacha kwa ajili ya ustawi wa maisha yetu ya kiroho, na ni kwa namna gani tunafanya bidii katika kujiweka karibu na Mungu. Na kushukuru kwa kutafakari pamoja nami Injili ya leo. Niliyekuletea tafakari hii ni mimi Frateli Zakaria Nyembeke wa shirika la wamisionari wa damu mtakatifu ya Yesu kutoka seminari kuu ya Mtakatifu Gaspari del Bufalo, Kola, Morogoro. Tumsifu Yesu Kristo. Milele amina. Neno la Bwana limekuja kwetu
sisi, na tulipokee kwa furaha kwa imani.